Kwanza tunawapongeza mashabiki wa mafunzo, watumishi wa chuo cha mafunzo, lakini pia na mashabiki ambao ni raia, kwa sababu timu hii ina mashabiki kote, na mashabiki wenyewe wanaongezeka kadri ya siku zinapokwenda. Na wanaongezeka kwa sababu ya kitu kizuri, kwa sababu hakuna binadamu ambaye hapendi kitu kizuri. Unapofanya vizuri, mashabiki automatic wanakuja kadri ya siku zinapokwenda. Kwa hiyo tunawapongeza kwa kuja kutupa hamasa. Tunapongeza pia benchi zima la ufundi lililoongozwa na kocha Sheikh Hamis pamoja na Abdalla Bakari Edo. Lakini hamasa yote hii inakuja kutokana na ari ya kamishna mkuu wa chuo cha mafunzo Kanali Hamisi. Yeye ndo ambaye amesababisha yote, kwa sababu mara kwa mara anakuwa anafika katika kambi ya timu hii, vijana anawaona, lakini pia kuna hamasa ambayo imewekwa kama tunavyoona wenzetu labda timu ya Simba, Yanga au washiriki wengine wa kimataifa kwa upande wa Tanzania wanawakilisha, au timu ya taifa Tanzania kuna goli la mama. Lakini na sio chuo cha mafunzo, kamishna wetu anatoa hamasa kwa vijana, na ndio maana unaona vijana wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Lakini jambo lingine, tumefurahi kwamba tumerejea kileleni. Tumeshawahi kuongoza katika msimu huu wa mwaka 2024-25, lakini kurejea tena kileleni hasa katika kipindi hichi, tumesalia michezo 6 tu katika ligi. Kwa hiyo tunachokiangalia kwa sasa hivi ni kupigana kufa kupona kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri katika michezo iliyobakia na kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Zanzibar PBZ Premier League katika msimu huu wa mwaka 2024-2025. Haya ndio malengo yetu. Tunataka turejeshe mafunzo ya miaka ile ya zamani, mafunzo ya kina Gray Morris, mafunzo ambayo ilikuwa inatoa wachezaji mbalimbali wanacheza katika klabu labda ya Azam, wanakuja kuchukua wachezaji Yanga na timu nyingine. Kwa hiyo kwetu sisi kurejea kileleni leo tumefurahi mno baada ya vijana kupambana, na uzuri tumecheza mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu hakuna mchezo wa dabi ambao ni rahisi. Mchezo wa dabi wote unakuwa ngumu, na kama unavyoona kwamba hii ni dabi ndio ya karibu zaidi. Wengi karibuni baada ya timu ya Paris kule Ujerumani kupanda ligi kuu soka ya pale Ufaransa, ikazungumzwa kwamba kuna dabi ambayo ya ukaribu, nazungumzia PSG na Paris, kwa maana kwamba ni timu ambazo zinakaa jirani. Lakini mimi niseme tu dunia nzima dabi ya karibu zaidi ni hii ya uhamiaji na mafunzo. Ukifungua geti tu la mafunzo unakutana na geti la uhamiaji. Kwa hiyo tofauti yetu ni barabara. Kwa hiyo wafunga majirani zetu katika mchezo huu wa dabi kwetu sisi ni faraja kubwa, ni furaha kubwa. Na kilichobakia kwa sasa, naamini benchi la ufundi chini ya kocha wetu Sheikh Hamisi tunaenda kutunza kuhakikisha kwamba michezo 6 tunaenda kuimaliza kwa kukaa hapa katika kilele. Kilele kina raha yake, kukaa juu kuna raha yake, na kuna ubaridi kidogo. Kwa hiyo tunataka makoti, tutuletee makoti ili mradi tuendelee kuongoza katika maendelezo ya ligi hii. Kamishna anawaambia nini katika hiyo hamasa ya kama tumesikia kule kiasi cha yani kamishna ananunua kule kwa kiasi gani? Siopenda kuelezea moja kwa moja kwa sababu kuna mambo mengine tunaweka nje tundani, lakini ukiachia goli kwa mchezaji ambaye anafunga goli, lakini pia kuna ile hamasa ya timu nzima. Unaposhinda kuna kiasi fulani kishawekwa na anakuja mwenyewe boss katika kambi. Kwa hiyo ile inazidi kuongezea ari na hamasa vijana kupambana. Sio ushindi tu kupata matokeo, lakini wanajua baada ya matokeo kuna pesa. Hakuna loko hataki pesa, maisha ni pesa. Kwa hiyo unapoahidiwa pesa, unapoahidiwa kitu kizuri, vijana wanapambana, na ndio maana wanakuta wana ari kubwa kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika michezo yetu ya ligi kuu. Lakini sio ligi kuu tu, mafunzo tumepania kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri katika mashindano yote, kwa maana kwamba kombe la FA hapa Zanzibar pamoja na hiyo ligi kuu kwa michezo ambayo imebakia. Tunaamini kwamba ubingwa utakuja hapo Kilimani katika ofisi za chuo cha mafunzo Zanzibar.